Je, kuangalia mpira wa miguu ni haramu? Mtazamo wa Kiislamu na kombe la dunia. Swali ikiwa kuangalia mpira wa miguu ni haramu limekuwa likiulizwa na Waislamu wengi, hasa wakati wa kombe la dunia. Jibu lake si rahisi kuwa ndio au hapana, kwani wanazuoni wametoa mitazamo tofauti kulingana na mazingira na madhara yanayoweza kuhusika. Mtazamo wa Kiislamu unasema nini? Katika Uislamu, jambo lolote linalofanywa na Waislamu kinyume, kumwasi Mwenyezi Mungu au kuacha wajibu wake, linaweza kuwa lenye kukatazwa. Kwa hiyo, kuangalia mpira hakuhukumiwi kwa mchezo wenyewe pekee, bali pia kwa athari zake. Baadhi ya wanazuoni wanasema kuwa kuangalia mpira kunaruhusiwa ikiwa hakusababishi kuacha swala, hakukuingizi katika kamari, hakukupelekei matusi, ugomvi au chuki, hakupelekei kuangalia mambo yaliyoharamishwa. Wengine wanaona kuwa ikiwa mpira umejaa mambo yanayopingana na mafundisho ya Uislamu kama muziki usiofaa, mavazi yasiyostiri au ushabiki uliopitiliza, basi Muislamu anatakiwa kuwa mwangalifu au kujiepusha nayo. Kombe la dunia. Kombe la dunia ni mashindano makubwa ya soka yanayoshirikisha mataifa mbalimbali. Watu wengi hufurahia mashindano haya kwa burudani au njia ya kuleta umoja wa michezo. Kwa Muislamu, kufuatilia kombe la dunia kunaweza kuwa jambo linaloruhusiwa ikiwa alikuzuii kutekeleza ibada zako, alikufanyi utumie muda wako wote bila manufaa, halikuzuii katika vitendo vya haramu kama kamari au gomvi. Kwa ujumla, wanazuoni wengi hawahukumu kuwa kuangalia mpira ni haramu kwa hali zote. Hukumu hutegemea namna mtu anavyofuatilia na athari zake katika dini na maisha yake. Muislamu anatakiwa kuweka ibada mbele, kutumia muda wa busara na kujiepusha na mambo yoyote yanayomkosesha utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Je, unataka kufurahia kombe la dunia kama wewe ni Muislamu? Nini kifanyike? Muislamu anatakiwa kuweka ibada na utiifu kwa Mwenyezi Mungu mbele ya kila jambo. Ikiwa ataamua kuangalia mpira au kombe la dunia, afanye hivyo kwa kiasi, bila kuacha swala, bila kushiriki kamari, bila kutumia lugha chafu au kufanya mambo yanayokiuka maadili ya Kiislamu. Ikiwa kuangalia mpira kunamfanya azembee katika dini au majukumu yake, basi ni bora kuacha au kupunguza. Kila Muislamu anapaswa kujithamini na kuchagua yale yanayofaa kwa Mwenyezi Mungu. Ukristo na kombe la dunia. Ukristo ukinzani moja kwa moja na kuangalia au kushiriki michezo kama kombe la dunia. Kwa ujumla, makanisa mengi yanaona michezo kuwa inaweza kuwa burudani nzuri, kujenga afya, nidhamu na umoja, mradi isichukue nafasi ya uhusiano wa mtu na Mungu. Biblia haisemi kwamba kuangalia mpira ni dhambi. Hata hivyo, inatoa kanuni ambazo Wakristo wanapaswa kuzifuata. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza kuliko burudani yoyote. Ukisoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, mtu haruhusiwi jambo lolote limtawale au kumfanya kuwa mtumwa wake. Wakorinto wa kwanza mstari wa 6 aya ya 12, kila jambo lifanyike kwa utukufu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza mstari wa 10 aya ya 31. Wakristo waepushe ugomvi, chuki, ulevi, kamari na tabia nyingine zinazoweza kuambatana na ushabiki wa mpira. Kombe la dunia. Kombe la dunia linaweza kufuatiliwa na Mkristo kama burudani ya kawaida, lakini kwa masharti kwamba alimzuii kumwabudu Mungu, alimfanyi kupuuza familia, kazi au majukumu yake, alimuingizi katika kamari, vurugu na tabia zisizompendeza Mungu. Kwa mtazamo wa Ukristo, kombe la dunia si dhambi. Kinachozingatiwa ni jinsi Mkristo anavyolifuatilia kombe hilo. Ikiwa linakuwa na sanamu moyoni,
au linampelekea kufanya dhambi, basi anapaswa kuliepuka au kulidhibiti. Lakini likifuatiliwa kwa kiasi au bila kuathiri maisha ya kiroho, makanisa mengi halioni kuwa ni kosa. Nchi kama Saudi Arabia, Morocco, Qatar, Irani na nyingine zinaweza kushiriki kombe la dunia kwa sababu ni mataifa wanachama wa mashirikisho ya soka ya kimataifa. Ushiriki wao hauonyeshi kwamba Waislamu wote au wanazuoni wote wanakubaliana kuhusu kila jambo linalohusiana na soka. Kwa kweli kuna mtazamo tofauti au mitazamo miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu. Baadhi wanasema kucheza au kuangalia mpira unahusishwa ikiwa hakusababishi kuacha ibada, kamari au maovu mengine. Baadhi wanasema kuna mazingira ambayo yanaufanya mchezo huo usifae, hasa wanapohusisha mambo yanayokwenda kinyume na mafundisho ya dini. Kwa hiyo kushiriki kwa timu au taifa kutoka nchi zenye Uislamu hakuthibitishi kwamba mchezo ni haramu au halali. Ni uamuzi wa serikali, vyama vya soka na wachezaji, na uwakilishi msimamo wa dini kwa ujumla. Ndiyo maana unaweza kuona Waislamu wengine wakifuatilia soka na wengine wakijiepusha kulingana na uelewa wao wa mafundisho ya dini na maoni yao ya wanazuoni wanaowafuata. Kombe la dunia lina madhumuni kadhaa ya kimichezo na kijamii. Lengo lake kuu ni kuandaa mashindano ya kimataifa ya soka ili kubaini taifa bora duniani katika mchezo huo. Mashindano hayo huandaliwa na FIFA kila baada ya miaka 4. Madhumuni yake ya pamoja: kuleta mataifa pamoja kupitia mchezo wa soka, kukuza vipaji vya wachezaji, kutoa burudani kwa mashabiki duniani, kukuza uchumi kupitia utalii, biashara na matangazo, kuimarisha urafiki na ushirikiano katika mataifa. Kwa mtazamo wa dini, madhumuni hayo yenyewe si ya ibada wala si ya kueneza dini yoyote. Hata hivyo, waumini wa dini mbalimbali uthamini jinsi wanavyoshiriki au kufuatilia mashindano hayo kulingana na mafundisho ya dini zao. Kwa mfano, baadhi ya Waislamu wa Kristo wanaona kuwa ni burudani inayoruhusiwa ikiwa haiwazuii kutimiza wajibu wao, huku wengine wakichukua msimamo mikali zaidi ya kujiepusha nayo. Kwa hiyo, madhumuni rasmi ya kombe la dunia ni mashindano ya kimataifa ya soka, si shughuli za kidini.